unatuambia ati tunahitaji ushuru kwa sababu ya barabara. Hiyo barabara iko wapi? Unatuambia JSS walimu wameandikwa kutoka hata na serikali ya Moi, hakuwa anatuletea ushuru, mnatuletea. Mimi nikisoma hii budget najua hujasoma, ndio maana unasema hivi vitu. Naangalia hii budget. Rafiki zako wa State House wamejiongezea bilioni 1.2 ya chai na mandazi State. Happy weekend na karibuni tena watazamaji wangu wa BM Daily Politics. Finance Bill ya mwaka wa 2025-2026 tayari imeanza kusomwa pale kwenye bunge la kitaifa. Na hii Finance Bill ya mwaka watazamaji wangu, msidhani ya kwamba ndio bora zaidi kuliko ile Finance Bill ambayo ilipingwa na vijana wa Gen Z mwaka wa 2024. Pia hii Finance Bill ya mwaka wa 2025 imekuja na mambo yake. Kuna new taxes ambazo zimependekezwa katika hii Finance Bill ya mwaka 2025-2026. Lakini hizi taxes hazijawekwa wazi. Hizi taxes zimefichwa kiwango ya kwamba kama haujaisoma na kuielewa hii Finance Bill ya mwaka wa 2025-2026 hauwezi kujua kama kuna new taxes ambazo zimekuwa proposed katika huu mswada wa fedha wa mwaka wa 2025-2026. Wewe mtazamaji, sijui uko na maoni gani kuhusiana na huu mswada wa fedha wa mwaka wa 2025-2026? Umeweza kuipitia na kuisoma na kuielewa? Wakati wananchi wanafanya public participation, wewe uko na maoni gani? Unaisupport ama unaipinga? Hebu niachie maoni yako hapo kwenye eneo la comment section mtazamaji, na ninataka nikupatie fursa uweze kusikiza ujumbe kutoka kwa waziri wa fedha Mheshimiwa John Mbadi, ambaye ndio aliweza kutengeneza hii Finance Bill ya mwaka wa 2025-2026. Na kabla sijakuwekea hii video mtazamaji wangu, na kuomba wewe kama ndio mara yako ya kwanza kufika hapa BM Daily Politics, ujiunge nami kwa kusubscribe na pia uweze kulike, kushare na comment, ndiposa ujumbe ama hizo habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. Wale ambao wanasema ni self-employed, yani wale wanaitwa informal sector workers, wanabiashara, mumesoma hii? Hebu jaribuni kusoma hii, sababu hii inaweza kuwa itaadhibu biashara zenyu. Naomba munisikize. Kazi yangu ni kuwaambia kama vile iko, nyinyi wenyewe mfanye your own decisions. Nimesoma hii Finance Bill sana. Nimechukua muda wa mwezi mmoja kuisoma. Na nataka kusema kuna ile machine tunaita e-teams. There is a proposal to revise the assessment of e-teams. Section 23A inasema hivi: the Commissioner of Taxes will have the mandate to be revising the assessment of tax invoicing. Hapo ndipo naona kuna shida, sababu huyu commissioner si ni binadamu kama mimi, hata kama wewe. Sasa unajua hii ni Kenya. Commissioner kama ni yeye ana revise alafu na mnajua siku hizi commissioner wa taxes na wanasiasa wanakuanga marafiki. Nimefikisha hapo. Alafu inasema hivi kwa wale ambao wako kwa informal sector. Bei ya karatasi ya nylon inaweza kwenda juu. Nyinyi ambao mnatumia karatasi ya nylon kufanya biashara, someni hii Finance Bill vizuri. Bei ya digital marketing, wale ambao wanafanya digital marketing kwa bidhaa za online sales and online marketing, someni hii Finance Bill. Bei ya kulipa tax kwa content creation, wale ambao muna create content, someni hii Finance Bill. Bei ya wale ambao wanatumia softwares ambazo haziko hapa Kenya, zimeletwa through online internet. There is a proposal to make sure that royalty ya hiyo, is it royalty or loyalty? Mnajua mimi ni mtu wa mlima. Loyalty ya hizo distribution ya software zenye tunatumia, accounting software, broadcasting software, nursing software, hospital softwares, all the softwares we are using, including even in the bank. I know very few that are Kenyan owned. Most of these softwares are from outside. Sikizeni,
hii finance bill anasema royalty has been extended to distribution. So if you have been given distribution, access to certain software through distribution, lazima utaanza kulipa kodi. There is a proposal to increase excise duty on non-resident supplier of digital services. Increased excise duty on non-resident supplier of digital services. What are these digital services? Content creation is a digital service. Software upgrading is a digital service. Streaming uses software is a service. Online subscriptions like kule tunawekanga nyimbo zetu na comedy zetu. Cost of entertainment definitely will go high, because if you subscribe to somebody's channel, iyo cost ya ku stream na ku upload, it is being passed to the consumer. Wale watu wanasomanga online, ile inaitwa online education, wale wanaendanga online wanasema wanasomea university course, diploma course, skizeni, cost of online education will go high because we depend on certain softwares. And the move to expand digital platform from the previous finance bill to anchor it on any service over the internet. Hiyo ndio amendment imeproposiwa. Anything we are doing over the internet. Anything we are doing over the internet. It is going to have an effect of increased excise duty. However, there is a proposal to reduce digital asset tax. Digital asset tax is reduced. That is to mean ile tax tunalipa kwa asset zile tunatumia digitally. There is a proposal to reduce it from 3% to 1%. That is a plus. But the biggest impact is the minus. The minus is what I've told you. That anything that is going to happen over the internet, it is going to have an increment of withholding tax of 1.5%. Ndio hiyo nimewaambia. Na kama mnataka kujua zaidi, tafuteni copy ya Proposed Finance Bill 2025, mujisome, mniambie kama nimeongea ukweli. Tupatane tu nikiendelea kufafanua Finance Bill 2025 according to how I understand it. Na mtazamaji, hii finance bill bado iko pale kwenye bunge la kitaifa, ambapo wabunge wataendelea kuijadili, wajue ni mambo gani ambayo yamependekezwa katika ile finance bill. Nao vijana wa Gen Z, watazamaji wangu, wakati walikuwa wanaandamana wakitaka haki kwa Albert Ojwang, walikuwa wameanza kuipinga ile finance bill. Wanasema ya kwamba no justice, no finance bill. Na hatujui kutaenda vipi, kwa sababu tarehe 25 huu mwezi wa 6 vijana wa Gen Z watakuwa wanaingia tena pale jijini Nairobi kama ukumbusho kwa wale vijana wengine wa Gen Z ambao waliaga dunia kwa maandamano ya mwaka uliopita, ya mwaka wa 2024 2025. Watazamaji, nitakomea hapo, lakini msiende mbali, nitakuwa rejea hivi punde na mengi zaidi ya kuwafahamisha. Kabla sijatamatisha, watazamaji wangu, ningependa kukumbusha mtazamaji ujiunge nami hapa BM Daily Politics kwa kusubscribe, na pia uweze kulike, kushare na comment, ndipo ujumbe ama hizo habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi.